Bwana ubariki. Kwa jina najulikana Nabii Felix David Mangosongo kutoka kwenye maskani wa mini ujumbe saa kutoka jiji la Arusha nchini Tanzania. Leo tarehe 29 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 niko hapa kwa ajili kufanya marejeo ya unabii. Mwamba wa Shauri Yesu alitoa unabii kwa tarehe 1 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026. Wakati huo Mungu wa Shauri Yesu tukiwa katika utaratibu wa ibada katika maskani wa mini ujumbe saa ambayo inapatikana hapa jiji la Arusha nchini Tanzania. Katika mikutano ile ya kinabii Mwamba wa Shauri Yesu alikuwa anaeleza wazi juu ya kukemea mifumo ya kimani ya ulimwengu, kiasi ambacho wahubiri wengi walikuja na mabadiliko ya kwa maana ya mahubiri kwa njia ya liturujia ya miaka, kiasi ambacho walipotosha watu wengi badala watu kuambia ukweli na kuonyesha makosa yanayokumba dunia leo. Moja kati ya makosa ambayo Mungu wa Shauri Yesu alikuwa amekushaeleza kupitia jumbe mbalimbali na maonyo mbalimbali ni Marekani ilikubaliana na ushoga na usagaji. Mnaona dola ya Roma kwa maana ya kanisa Katoliki na kukubaliana na ushoga na usagaji, kiasi ambacho pia mwaka jana tarehe 21 mwezi wa 9 mwaka 2025 mataifa ya dunia yalikutana pale New York akapiga kura kuigawa nchi ya Mungu, kwa maana na wakijua kaza kufanya hivyo ilikuwa ni kosa. Kwa hiyo Mwamba wa Shauri Yesu alieleza katika yale maonyo na unabii ule, alieleza wazi kusoma ulimwengu utakutwa na hali mbaya zaidi mwaka huu katika michoro ya kinabii. Na moja kati ya mambo ambayo Mwamba wa Shauri Yesu alieleza, ulimwengu utakutwa na ajali mbaya zaidi duniani katika mikutano ya kinabii. Tayari mmeona kuna matukio ya ajali ya boti kwenye maziwa. Mmeona pia kuna ajali ya meli imetokea, lakini nazidi kutumia nafasi hii kueleza wazi kwamba ulimwengu huu utakutwa na mambo mabaya zaidi mwaka huu. Watu watubu dhambi, wageuke. Watu warudi kwa Yesu, wageuke, warudi tena kwa ajili ya kuomba toba na msamaha wa dhambi, ili Mwamba wa Shauri Yesu aweze kutoa rehema. Lakini najua kizazi hiki ni kigumu, kinashindwa kuelewa michoro hii ya kinabii, lakini naeleza wazi kabisa kwamba tuweke anwani hizi, mtaona matukio mabaya zaidi kuwahi kutokea. Na siku hapa kwa ajili ya kufurahia mabaya, lakini naeleza kile ambacho Mungu aliniambia, na tayari nimeona mpaka sasa kutokea Januari mpaka sasa hivi matukio makubwa duniani yamekumba ulimwengu huu. Watu mashuhuri wamefariki dunia. Meona baadhi ya matukio makubwa ambayo Mungu alihitaji kwenye unabii ule, ikiwa pamoja na matetemeko yametokea. Mungu alieleza kabisa uchumi utayumba. Meona dunia nzima uchumi unayumba. Lakini Mwamba wa Shauri Yesu pia alieleza kwamba kutatokea na vita. Meona Mashariki ya Kati vita imetokea. Kwa hiyo najaribu kueleza haya ili watu wote watubu dhambi, warudi kwa Yesu, Mwamba mkuu, Mungu wa zama zote, mfunuzi wa zama zote, ambaye anazungumza habari zake leo. Ndio maana nachukua maelezo haya tutaweka pamoja na unabii na matukio ili upate kujifunza kwa Mwamba mkuu Yesu akosei. Akieleza mambo lazima atathibitisha michoro. Kwa hiyo ninawaambia watu wote tubuni dhambi, Yesu anarudi moja hapa siku hizi. Geuka urudi kwa yao Mwokozi Mungu mkuu ambaye anazungumza habari zake. Sauti ile neno Bwana Yesu Kristo ndiye Mungu mkuu, Yehova katuonane katika mwaka kuja. Amina. Hali mbaya sana inaenda kutokea ulimwenguni. Kama kuna wachungaji na wahubiri wa Injili, mitume na manabii, walimu na wainjilisti, kama wamesema kuna amani, sawa? Mimi nawaambia hakuna nini? Amani. Ninaona vifo, ninaona hali mbaya itayokumba dunia, ambayo ni hali mbaya sana. Na baadhi ya maeneo mtaona mabadiliko makubwa ya hali ya hewa kutokea na jua kali sana ambalo limekuwa. Kwa nini haya yanatokea? Kwa sababu watu wametenda nini? Dhambi. Na leo watu wanaendelea kutenda nini? Dhambi. Leo ndio uzinzi upo. Leo ndio unywaji wa pombe na kila ghasia. Yesu kaibeba dunia hii mgongoni mwake. Kwa nini? Kwa sababu hii dunia inastahimili kwa sababu ya damu yake iliyomwagika pale mwanzo, kutoka kwenye karne ya kwanza. Ndio leo unaweza kufanya shughuli zako, unaweza kuendelea kudanganya dunia, lazima, lakini alikupa muda. Alikupa nini? Muda. Watu wanaendelea kutenda dhambi duniani. Watu kizazi hiki hakitaki tena kusikia toba na msamaha wa dhambi. Hawataki kujiliwa tena na Yesu. Wamejikita kwenye mafundisho ya uongo. Wamejidhatiti kwa uongo na kujenga hoja za uongo. Ole wao wasipotubu dhambi, kwa sababu Yesu anarudi moja hapa siku hizi. Ananiambia waambie watu wote duniani, waambie watu wote, waambie makasisi wote, mwaka huu walioanzisha mwaka wao ni mwaka wa vilio kwa makasisi. Amen. Narudia tena, mwaka wa vilio kwa nani? Kwa makasisi.
Niwaambia dunia inaenda kupoteza watu mashuhuri. Dunia inaenda kukutwa na hali mbaya ambayo haijawahi kurekodiwa katika historia kwa jinsi. Kwa nini? Mambo mashuhuri Yesu amekasirika. Watu wameingiza mambo ya uongo duniani. Na ikumbukwe wamefanya makosa mengine. Wamepitisha ushoga na usagaji kanisani. Roma wamepitisha nini? Ushoga kanisani na usagaji. Mwamba amekasirika. Mwaka jana mmefanya dhambi nyingine tarehe 21 mwezi wa 9 mwaka 2025. Wameigawa nchi ya Bwana. Sasa wasubiri. Si wamesema huu mwaka mwema. Si nimesema huu mwaka mwema, sawa? Nisikie neno la Bwana. Huu si ndio mwaka wenu mwema mliojitungia wenyewe. Nisikieni neno la Bwana, mwaka wa vilio na maombolezo duniani. Hali mbaya inaenda kutokea ulimwenguni. Matetemeko makubwa yanaenda kutokea. Amina. Hali za volkano na matishio mbalimbali, ajali kuu zinaenda kutokea ulimwenguni. Mwamba amekasirika. Dunia itapoteza watu mashuhuri. Ibaki hivyo hivyo. Watu nani? Mashuhuri watafariki dunia. Amen. Wenye sauti ya kuzungumza kwa jamii, kukemea dhambi wameshindwa kukemea. Baadhi yao wanaenda kupoteza maisha ulimwenguni. Amen. Asema yao Mwokozi Mungu Funuo. Amen. Kutoka kisiwa cha Zanzibar. Sasa maeneo kuna kisiwa fulani hapo katikati tumepata dhoruba, lakini ndo tupo kwenye eneo la tukio tunaendelea, ila mpaka sasa hivi tushatoa manusu 49. Kuna watu ambao wamefariki dunia katika tukio hilo? Mpaka sasa hivi wamethibitika wawili, mtoto mmoja na mwingine mwanaume jinsia ya kiume. Na mmefahamu mpaka sasa chanzo cha tukio hilo ni nini? Hapana, sijajua chanzo ni nini, bado tunaendelea na taratibu za uokoaji. Lakini pia kupata idadi kamili kuthibitisha, kwa sababu wenyewe wanasema walikuwa abiria na wafanyakazi na vibarua mle wabeba mizigo kama 52. Kwa hiyo hadi sasa tumewapata 49, kati ya 49 wawili ndio wanaokutajia ni wamepoteza maisha, ila watatu hatujawapata. Lakini bado hatujathibitisha kama ni kweli walikuwa 52, kwa sababu hatujaona kumbukumbu zozote walipoandika, isipokuwa tumeambiwa tuna wale manusura.